Irani ni moja ya nchi ambayo inamiliki nishati ya mafuta na gesi kwa kiwango kikubwa katika ile Middle East. Sasa katika hilo pia linaleta changamoto kwamba tayari huyu mtu kumcontrol kwake inakuwa ngumu. Kwa hiyo Marekani ni lazima aone anamwekea vikwazo na kumwekea changamoto, kwa sababu tu yule atakuwa mkubwa na yeye Marekani atashindwa kuzicontrol zile nchi za Middle East. Na kwa nini Marekani anataka kuzicontrol zile nchi za Middle East? Lengo lake kubwa ili yeye aweze kumiliki ile nishati ya mafuta inayopatikana pale Middle East. Kwa hiyo sasa ukiangalia hapo kwamba kuna mashindano katika ukubwa kati ya Israel na Irani, ndio mwisho wa siku sasa, kwa sababu Marekani, Israel ni mshirika wake wa muda mrefu na wa miaka mingi, kwa hiyo ni lazima aje kuja kumtetea Israel. Kwa ule ugomvi moja kati ya stori kubwa ambayo sasa hivi imekuwa ikizungumzwa duniani kote ni kutokana na mgogoro ambao umekuwa ukiendelea hivi sasa, ambao umeanza weekend hii iliyopita, ambao umekuwa ukihusisha Iran, Israel pamoja na Marekani. Mvutano umekuwa ni mkubwa sana, tumeona vifo vya viongozi wa juu sana kutoka taifa la Iran, huku pia wachambuzi mbalimbali duniani wakiwa na mitazamo yao kutokana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea. Ukiachana na mitazamo ya watu na wachambuzi mbalimbali ambao wamekuwa wakitoa, pia wasiwasi mkubwa sana wa watu wengi zaidi ni kuhusiana na suala la bei ya mafuta, kwa sababu ukipita kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii watu wengi zaidi wamekuwa wakijadili kuhusiana na hicho ambacho kimekuwa kikiendelea, kupata wasiwasi kwamba maisha yatakuwa vipi sasa kama mgogoro pengine utadumu takribani kwa zaidi ya wiki 3 mpaka 4. Lakini tumekuwa tukiona pia Donald Trump namna ambavyo amekuwa akizungumza akidai kwamba wao pia mashambulizi watakuwa akiendeleza kwa kushirikiana na Israel. Sasa je, ni nini ambacho kipo nyuma ya hiki ambacho tumekuwa tukiona pia kinaendelea katika nchi ya Iran, Israel pamoja na Marekani? Mimi naitwa Bernard, lakini pia nipo na Director Noah, lakini katika kukuletea hili tumefanikiwa kumpata mchambuzi wa masuala ya kijamii lakini pia kisiasa ambaye ni Ismail. Tuko naye hapa, tunaamini kwamba tutapata muda mzuri kabisa wa kuweza kujadili kwa undani zaidi, kujua kiini ya hiki ambacho kinaendelea, lakini pia athari zake ni zipi kutokana na mgogoro huu ambao umekuwa ukiendelea duniani. Kaka, karibu sana. Asante. Habari ya wewe? Salama. Hatujaonana muda mrefu sana. Kwa kweli siku nyingi sana, lakini nipo. Hongera kwa kazi nzuri ambayo umekuwa ukifanya. Asante sana. Watu wengi wamekuwa wakikutaja sana, tunamtaka Ismail azungumzie, tunamtaka. Leo tumepigiwa simu na watu kama 3 hivi. Tunaomba namba ya Ismail. Hiyo inaonyesha ni namna gani ambapo unafanya kazi nzuri zaidi. Nawashukuru sana. Hivi ni ngumu kuwa kama ambavyo wewe umekuwa ukifanya, kwa sababu watu wanakusifia na wanakusifia kwa sababu wanaamini kwamba wewe una maarifa zaidi, unajua zaidi. Inaweza kuwa ngumu na inaweza kuwa rahisi. Kikubwa ni kusoma vitabu vingi, lakini kusoma makala nyingi, kufuatilia, kuchimbua pia historia. Lakini kuna wachambuzi wakubwa na wachambuzi ambao unaweza kukuta mtu yeye kabobea tu pale Middle East peke yake, au anavijua vitu vingi vya Middle East katika namna kama. Kwa hiyo inaweza ukijumlisha sasa na uwezo wako, kwa sababu unaweza kuwa na maarifa lakini namna pia ya kuyazungumza ni jambo lingine. Kwa hilo ndo ambalo linaweza likaleta taswira nzuri na mapokeo chanya kwa watazamaji na wasikilizaji. Okay. Sawa. Tunazungumza kuhusiana na mgogoro ambao umekuwa ukiendelea na umechukua sura mpya kutokana na kile ambacho kinaendelea kati ya Iran lakini pia dhidi ya Israel pamoja na Marekani, na tumekuwa tukiona pia vitu vimekuwa vikiendelea vingi sana, lakini tayari pia tumeshaona athari ambazo zimejitokeza kutokana na mashambulizi ambayo yamekuwa yakiendelea. Kwanza tuanzie kwenye upande wa kiini cha hiki ambacho kinaendelea, ni nini hasa? Ugomvi wa Irani na Marekani, Irani na Israel, kwa sababu Marekani na Israel ni lazima wajumlishe kuwa kitu kimoja. Mimi huwa na msemo mmoja nasema hakuna Marekani bila Israel na hakuna Israel bila Marekani. Yaani hao watu wawili ni kama pete na kidole. Kwa namna vyovyote vile wao ni kitu kimoja. Sasa wao, hiyo ni block moja ikiwa inapambana na block ya Iran, ambaye Iran anapatikana pale Middle East. Sasa tunaweza kusema kwamba chanzo cha ugomvi huu
kwanza haujaanza juzi tu peke yake, hiyo tarehe 28 Jumamosi. Ugomvi huu ni wa muda mrefu. Sasa vyanzo ni vingi na ni vitu mbalimbali ambavyo vinasababisha ule ugomvi. Kwa uchache tuzungumze vichache ambavyo vina mashiko. La kwanza kabisa ambalo linaleta pale ugomvi ni kwamba Irani amekusanya nguvu zake takriban muda mrefu. Nguvu tunazozizungumza ni nguvu za kijeshi, ikiwemo kutengeneza silaha za nyuklia, silaha ambazo zinatumia teknolojia ya juu, lakini level yake ya kiuchumi, namna ambavyo amejiimarisha katika uchumi. Lakini Irani ndio nchi ambayo ya Kiarabu ambayo ina wasomi wengi kwa kiasi kikubwa wa level kubwa katika masuala ya teknolojia, katika masuala ya physics, katika masuala ya nyuklia. Kwa hiyo ukijumlisha hayo yote, kuna ukubwa ambao Irani ameutafuta muda mrefu, na unaweza kudeclare kwamba sasa anao huo ukubwa. Kwa hiyo ule ukubwa ambao Irani anao pale Middle East umekuwa tishio kwa wenzake ambao ni nchi nyingine za Kiarabu zisizomuunga mkono yeye, lakini imekuwa tishio kwa Israel, kwa sababu kumbuka pale Middle East Israel amekuwa yeye anataka kupatawala, na hii sosi ni kwa sababu ya maandiko kwamba Israel yeye aliahidiwa au ilitamkwa katika kitabu kitakatifu cha Biblia kwamba lile ndio eneo lao, kwa sababu kimsingi Israeli pale sio kwao, ila waliletwa pale kwa sababu maandiko yaliandikwa kwamba pale ndio kwao. Sasa Israel lengo lake kubwa kabisa yeye ni kupiga, na kila akipiga anaongeza eneo. Kwa leo akimwachia ile Gaza, sio kwamba atatosheka tu na ile Gaza, kesho atapiga tena, ataongeza eneo lingine. Ndio haswa jambo kubwa ambalo Israeli ambalo analifanya. Sasa ukiangalia hapo kwamba kuna mashindano katika ukubwa kati ya Israel na Irani, ndio mwisho wa siku sasa, kwa sababu Marekani, Israeli ni mshirika wake wa muda mrefu na wa miaka mingi, kwa ni lazima aje kuingia kuja kumtetea Israel. Kwa ule ugomvi ukibaki kuwa wa Israeli na Irani peke yake, Israeli anachapika yani mapema mno kadri vile ambavyo inavyokuwa, ingawa wao wana namna ambavyo wamejiandaa, kwa sababu hata hapa juzi ilionyeshwa video kwamba licha ya Irani kupiga sana pale mabomu na maeneo mengi muhimu, lakini bado Waisraeli walionekana wako chini kwenye maandaki na wanaendelea kusali au kuomba katika namna kama hiyo. Kwa hiyo kuna hilo haswa ndilo jambo ambalo linalosababisha huo mgogoro, lakini katika hilo linazaliwa jambo lingine. Sasa ule ukubwa, Irani ni moja ya nchi ambayo inamiliki nishati ya mafuta na gesi kwa kiwango kikubwa katika ile Middle East. Sasa katika hilo pia linaleta changamoto kwamba tayari huyu mtu kumcontrol kwake inakuwa ngumu. Kwa hiyo Marekani ni lazima aone anamwekea vikwazo na kumwekea changamoto, kwa sababu tu yule atakuwa mkubwa na yeye Marekani atashindwa kuzicontrol zile nchi za Middle East. Na kwa nini Marekani anataka kuzicontrol zile nchi za Middle East? Lengo lake kubwa ili yeye aweze kumiliki ile nishati ya mafuta inayopatikana pale Middle East. Kwa hiyo hilo ni jambo lingine ambalo pia linaleta mgogoro. Lakini jambo lingine pia la kimkakati linaloleta mgogoro ni zile silaha ambazo Irani amezitengeneza na ametumia muda mwingi kuzitengeneza kwa ajili ya kujihami na kujilinda. Sasa unajua dunia, kuna wakati ukizungumza hii geopolitics, yani siasa za kidunia, kuna changamoto moja kwamba ambayo ipo, kuna watu wanaonekana wao kumiliki hizi silaha nzito za nyuklia ni kama halali vile, lakini wengine wakizimiliki sio halali, kwa sababu leo Marekani anamiliki silaha za nyuklia, Canada anamiliki, Ufaransa anamiliki, Ujerumani anamiliki, Uingereza anamiliki, lakini kadhalika hata na China anamiliki. Sasa katika hizi nchi ambazo ni G5 wao kumiliki sio shida, lakini hizi nchi ambazo hazipo katika G5 zenyewe ndio inakuwa changamoto, kwa sababu hii ndio tatizo la dunia, kwa sababu hata lile linaloitwa Baraza la Usalama la Dunia, Security Council, lenyewe lina compose nchi 5 tu. Kwa hawa ndio wanapiga kura kuamua nini kifanyike, lakini wengine hawaruhusiwi. Sasa huku kuto kubalance kwa geopolitics ndio wakati mwingine kunakoleta mgogoro wa namna. Kwa hiyo Marekani na mshirika wake Israel wanahofia. Sasa ukitoka mbali na Marekani na mshirika wake Israel, lakini tayari pale Middle East
Marekani ana vituo vyake vya kijeshi ameweka, ambacho kuna kituo kipo Afghanistan, kuna kituo tayari baada ya kuiteka Syria ameweka Syria, lakini kuna kituo kipo ambapo Saudi Arabia. Sasa hawa washirika wake Marekani na wao wanachochea ugomvi huu, kwa sababu nchi kama UAE, Umoja wa Falme za Kiarabu, Emirate, lakini nchi kama Saudi Arabia wana namna ambavyo wanatofautiana kiimani na Iran. Na hapa tupaeleze vizuri wanatofautianaje. Irani wao ni Shia. Wao ni Shia, lakini haya mataifa mengine wao ni Sunni. Sasa katika hili la ushia na usuni, wasomi wa masuala ya dini wana namna ambavyo wanasema hawa watu wanatofautiana kimsimamo, kwa sababu mashia wengi wao wanajaribu kuamini katika mtu anayeitwa Ali, Saidina Ali, ambaye Saidina Ali ni khalifa wa 4 katika uongozi ambao aliuacha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale Saudi Arabia. Kwa hiyo huyu halifa wa 4, halifa wa kwanza alikuwa Saidina Abubakar. Alivyotoka Saidina Abubakar akafata Othman, ambaye huyu ndio maarufu kwa hili jambo linaloitwa Ottoman Empire. Then akafuata wa pili alikuwa Saidina Omar, alafu wa 3 ndio Saidina Othman, alafu wa 4 ndio Imamu Ali. Sasa hawa mashia wanasema kuna namna ambavyo wanaamini kwamba huyu Saidina Ali yani alidhulumiwa. Kwa hiyo wao wana namna ambavyo wamejijenga kiimani ambavyo wanatofautiana na hawa Wasuni ambao ni Saudi Arabia, Qatar na nchi zote za Falme za Kiarabu. Okay. Katika mashambulizi ambayo yamejitokeza kuanzia siku ya Jumamosi, Iran wanaonekana kujibu kwa nchi zingine ambazo ni za Kiarabu, kwa mfano Dubai tumeona na sehemu zingine. Ni kwa nini haijawa moja kwa moja kwenda Marekani? Nadhani cha kwanza anajaribu kupiga, kwa sababu tukumbuke Marekani ampigi Irani kwa akitokea Irani, anampiga Irani kutokea kwenye zile nchi zilizoizunguka Irani. Kwa hiyo tayari nimeshakueleza kwamba ana base za kijeshi ambazo Marekani ameziweka pale Middle East. Kwa hiyo ndilo eneo ambalo yeye analitumia kimkakati kwenye kufanya hiyo shughuli zake. Sasa hilo swali ulilouliza ni kwa nini apigi kule, anapiga kwa sababu haya ndiyo maeneo ambayo yanatumika kumpiga yeye. Lakini kiukweli hatupendi vita, lakini ingekuwa muhimu pia Irani kumpiga Marekani kule kwake alipo, na sio kwamba hawezi. Kumbuka yule ana silaha za nyuklia, labda hofu yake ni kuona akipiga madhara yale ya nyuklia yanaweza yakawa makubwa zaidi. Hiyo ndio bado anajaribu kufikiria kile kitufe akibonyeze au asikibonyeze. Lakini Marekani akipigwa pale kwake mara moja tu, na iliwahi kutokea Saddam Hussein akiwa bado kiongozi wa Afghanistan, alipiga katika lile bomu maarufu lililoitwa Scud, lilivyotua pale Marekani alisitisha vita. Wakati huo rais wa Marekani akiwa Bush, yule mkubwa baba mtu, na tayari walipata athari kubwa. Marekani hapendi kuguswa katika nchi yake, kwa hiyo atakupiga wewe, lakini wewe usipige kwake. Kwa ukifanikiwa kupiga kwake, basi kuna namna ambapo Marekani mimi ninaamini anaweza kurudi chini. Tumeona waziri wa mambo ya nje wa Marekani amezungumza kuhusiana na swala alikuwa anazungumzia kuhusiana na nyuklia, akasema kwamba Iran wana uwezo mkubwa sana kuliko Marekani. Akasema kwamba Iran wana uwezo kutengeneza nyuklia 100 kwa kipindi cha mwezi mmoja, lakini Marekani ina uwezo kutengeneza nyuklia 6 tu peke yake. Je, hii ni kama mtego au kuna uhalisia kutokana na hicho ambacho amekizungumza? Kwa sababu kuna baadhi ya watu wameenda mbali zaidi na kudai kwamba inawezekana ukawa ni mtego tu kutokana na kile kinachoendelea ili waingie kwenye huo mtego. Mimi na hilo bado linaweza likawa gumu kuthibitika. Unajua, kwenye vita kuna kitu kinaitwa war propaganda, yani propaganda za vita. Sisi huku kwetu tumezoea kuna propaganda za kisiasa wakati wa kampeni au wakati watu wanataka kumanipulate political issues katika nchi. Sasa katika vita pia kunakuwa na hivyo vitu. Kuna namna ambavyo unaweza kumhadaa na kumdanganya adui yako ili alegee au aonyeshe jambo fulani ili wewe utumie udhaifu huo kufanikiwa katika lile unalolitaka. Marekani sio miongoni mwa nchi ambazo zenye silaha chache za kinyuklia, sio kweli. Wanazo nyingi za kutosha, ila wanaamua tu kumchezesha vile ambavyo wanavyotaka wao. Ni
war propaganda, ni propaganda ya kivita ambayo wamejaribu kuifanya. Okay. Iran wameshindwaje kumwokoa kiongozi wao wajua ambaye ana ushawishi mkubwa sana mpaka mwisho wa siku pia mashambulizi amemkuta na amepoteza maisha yake, kwa sababu kutokana na uwezo wao kama ambavyo umeelezea hapo, watu walikuwa nadhani pengine wangekuwa na uwezo mkubwa sana wa intelijensia kwamba wangeweza hata kumzuia kiongozi wao asiuawe, wangeweza hata kumficha sehemu nyingine yote, lakini bahati mbaya kimetokea kilichotokea. Kwa kweli kwanza ni jambo la kusikitisha na linauliza maswali mengi kwamba ilikuwaje wakati haya yanatokea viongozi wale wameuawa kwa idadi ile ambavyo wameuawa. Unajua, kama ingekuwa nchi nyingine ambayo iko legelege, haya ambayo yanaendelea mashambulizi ya Irani wanaopiga wengine wasingeendelea, kwa sababu tayari ni kama nchi ilikuwa imepotea. Lakini kama tutakumbuka marehemu Ayatollah Khamenei au wengine wanasema Khamenei, kuna namna ambavyo alikuwa amefanikiwa kuijenga Irani kama nchi ambayo ina mfumo thabiti na madhubuti. Kwa hiyo kuondoka kwake yeye ni sawa na msemo wa Kiswahili kwamba kufariki kwa imamu na sio mwisho wa ibada. Kwa ibada zinaendelea, kwa wao ndio maana mapambano pia kwao yanaendelea. Sasa nini kiini cha kukutwa na lile? Unajua, tukumbuke tayari walikuwa kama vile Marekani wameyaita mazungumzo kwamba wakae wazungumze. Sasa unajua, mtu akishakwambia kwamba tukae chini tuzungumze, watu wengi walile panga wanalirudisha kwenye hala, ni kama bunduki, basi bastola ile inarudi kiunoni. Kwa hiyo ni kama wameshtukizwa wakati wakiwa wanaamini kwamba tunaenda kuongea kuzungumza ili kwenye meza ya majadiliano, wenzao kumbe kwao ilikuwa ni timing. Na Marekani amekuwa na teknolojia kubwa, lakini Marekani amekuwa na namna ambavyo anawekeza sana katika kupandikiza watu kwenye kila nchi au kwenye kila eneo ambalo yeye analitaka, ili mwisho wa siku apate taarifa sahihi. Kwa sababu tukumbuke, muda sio mrefu Marekani ametoka kwenda kumkamata Maduro kama kuku, ambapo unaweza kujiuliza kwamba intelijensia ya nchi ya Maduro ilikuwaje mpaka rais wakamkamata katika level ya namna kama. Yaani ni kama mimi tu Ismaili wamekuja kunikamata nyumbani kwangu, ndio mtu mwenye level ya rais ambaye amekamatwa kwa level. Kwa Marekani huwa anawekeza kwa muda mrefu na huwa anapandikiza watu, na ndio maana hapa juzi baada ya tukio hili kutokea, kuna fununu zimetokea Irani, kuna mtu mmoja wanamquestion kwamba ndiye mtu ambaye aliyeuza ramani ya vita, kwa sababu ni kama baada ya muda mchache bwana yule akiwa ametoka kwenye eneo ambalo Ayatollah alikuwepo, alivyoondoka tu lile eneo na tayari Marekani na Israel wakawa wameshambulia kwenye lile eneo. Kwa hiyo akili haraka ya kiintelijensia inaaminisha kwamba yule bwana ndio ambaye alikuwa na ramani ambaye aliwapa Marekani kwamba hao watu wapo mahali kadhaa na sasa hivi mnaweza kupiga, na tayari imekamilika. Na ndio maana yeye kama man of mission hakuhusika na ile mission ya kupigwa waliopigwa viongozi. Yeah. Na Iran nao wanakataa tena sasa hivi, kama ambavyo umezungumza, wanakataa tena kukaa mezani sasa hivi. Wao wanachotaka vita iendelee. Hii ni kwa nini? Hiyo ina mambo mawili. La kwanza, tayari wana hasira. Kiongozi wao, unajua, Ayatollah amewajenga kiimani kwa kiasi kikubwa wa Irani kuliko vile ambavyo watu wanatarajia. Na ndio maana kuna kituo kimoja cha redio ambacho Israel walikiteka, wakawa wanatengeneza habari za propaganda wakiwataka wa Irani waandamane kupinga utawala uliokuwepo pale, lakini mwisho wa siku kikawa kinyume chake. Wa Irani wamejitokeza wengi barabarani kwenye kuonyesha hasira namna ambavyo kiongozi wao alivyouliwa. Sasa hilo ambalo liliuliza ni kwamba cha kwanza ni hasira ambazo walikuwa nazo, lakini la pili sasa wanaona hawana namna ambavyo hata wakienda mezani mwisho wa siku Marekani atataka kuweka kiongozi ambaye ni kibaraka kwao wao. Kwa hiyo wao ndio ule msemo wa Waswahili wanaosema liwalo na liwe. Kwa sasa hivi hawana cha kupoteza, kwamba wao ni bora wafie vitani kuliko kujisalimisha kwa Marekani. Na hili hata marehemu Ayatollah amelizungumza muda mrefu, kwa sababu wao wanatumia kauli kubwa kwamba ni bora kufa shahidi, kwamba leo Wairani wanaamini kwamba Ayatollah amefariki kama shahidi, kulingana na vita ambayo na hiki ambacho kinaendelea. Kwa mtazamo wako na maono yako, unaona pengine inaweza kusababisha mzozo kwa upande wa Mashariki ya Kati?
Mzozo unaendelea kwa sababu ulikuwepo. Middle East crisis unajua ina muda mrefu, huwa inaenda inapoa inatulia. Kwa hiyo mzozo ni lazima uendelee kwa muda mrefu, kwa sababu ukumbuke hata mwanamfalme wa Saudi Arabia tayari alishatoa kauli ya kuwataka nchi nyingine za Kiarabu kuungana na wao wampige Iran. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo, kwa sababu pia wao wameguswa, kwa sababu kama sio leo basi jana, kama sio leo asubuhi basi jana, Iran ameupiga pia ubalozi wa Marekani pale Saudi Arabia. Lakini tukumbuke ambayo pia hii inaweza kuwa ni sababu kwa kiasi kikubwa, Iran kwa muda mrefu amekuwa akiitaka ile miji mitakatifu miwili ya Maka na Madina kwamba iwe sehemu yao. Wanasema kwamba kuna namna ambavyo Saudi Arabia wanaitumia ile miji mitakatifu kwenye kujinufaisha, na wao sio watu halali sana wa kuendelea kuimiliki ile miji, kwa sababu kumbuka kila mwaka kuna mahujaji wanaoenda katika ile hija ya Eid al-Hajj. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ya mgogoro pia. Sasa tuje kwenye upande wa athari, ni zipi hasa kutokana na huu mvutano ambao umekuwa ukiendelea mpaka leo? Taarifa ambayo imetolewa kwa upande wa mafuta imepanda kwa 13%. Jana ilikuwa 18, leo imefika 13%. Athari kiujumla kutokana na hiki ambacho kimekuwa kikiendelea kati ya Iran, Israel pamoja na Marekani. Kwa kiasi kikubwa athari zitakuwa nyingi sana kwenye vita, kwa sababu tukumbuke kwamba Iran anamiliki kiasi kikubwa sana cha mafuta ambayo kwake pale ndio yanapatikana, lakini ukumbuke Iran anamiliki ule mkondo bahari ambao unaitwa Hormuz, ambapo meli kubwa za mafuta zinazosambaza mafuta duniani zinapita pale kwenye ule mkondo, na tayari ameshatoa kauli kwamba hataki kuona meli yoyote ikipita katika ule mkondo bahari, ili mwisho wa siku yeye anachokifanya hapa ni kwa sababu kama nyinyi Marekani mnanipiga mimi na mataifa mengine mnaona mimi napigwa, lakini bado nyinyi hamtaki kuingilia kati. Kwa cha kwanza, nchi nyingine zile za Middle East pale katika falme za Kiarabu ambazo biashara yao kubwa ni mafuta, manake yeye anaenda kuiua au kuizuia ile biashara yake katika muda huu. Kwa tayari wale wataathirika kwa sababu uchumi wao utashuka na lakini tayari kwa mfano leo kuna tukio moja lililotokea kwamba pale Iran ile Iranian rial moja yani leo inabadilishwa kwa shilingi bilioni 1.3 na pointi. Rial moja kwa hizi siku chache tu kutoka tarehe 28 mpaka leo tayari rial moja unaweza kuiconvert pale kwa ajili. Na hiyo maana yake ana disturb matumizi ya dola katika lile eneo pale. Lakini athari ambazo nyingine tuzitarajia ambazo tutazipata, hizi ni lazima zitokee hizi athari, kwa sababu tayari vita vimeshapiganwa na hizo siku kadhaa za vita athari zake zipo tu. Kwa hiyo tuombe Mungu kwamba isiendelee. Kwa mfano China ana mikataba mikubwa ya kusafirisha mafuta na nishati kutoka nchi za Kiarabu kwenda China, na tukumbuke leo Afrika karibia kila bidhaa ambayo kwa asilimia kubwa tunaitoa China kuja hapa. Sasa viwanda vya China visipopata supply ya kutosha ya mafuta, mwisho wa siku viwanda vitakolapse, vitozalisha. Kwa kitendo cha viwanda kutokuzalisha au vitazalisha kwa kiwango kidogo, kwa automatically shati ambalo ulikuwa unalinunua kwa shilingi 25,000 litapanda, huenda hata mara mbili, linaweza likafika labda shilingi 50,000 au zaidi ya 50,000. Kwa maana yake raia wale wa kawaida ambao walikuwa wanategemea kununua hicho kitu hawataweza. Na hapa mtu mkubwa ambaye anaenda kuathirika kwa kiasi kikubwa ni yule last consumer, mlaji wa mwisho. Kwa hiyo tutarajie pia kwa mfano nchi zetu za Afrika hatutapata supply ya kutosha ya mafuta. Kwa hiyo biashara nyingi kwa mfano za sheli zinaweza zikafungwa kwa sababu hawawezi kupata mafuta ya kutosha. Kwa hiyo watu wanaweza wakapunguza pia idadi ya wafanyakazi kwa sababu tayari viwanda na hizi sheli hazipati mafuta ya kutosha. Lakini katika sekta nzima ya usafirishaji, gharama zile transportation cost zitakuwa kubwa. Kwa hiyo kwa kiwango kikubwa tutarajie nauli za kusafiri kwa watu na bidhaa zitapanda. Sasa mambo yatasambaa kwa kiwango kikubwa. Tayari kuna mashule, kuna hospitali ambazo zinategemea mafuta kwa ajili ya kuendesha labda magari na mitambo. Huku kote huduma zitatikisika. Kuna viwanda vya dawa ambavyo vinahitaji tayari mafuta kwa ajili ya kuendesha labda mitambo au
kwenye mashine zetu za kuzalisha umeme kuna kiwango fulani cha umeme ambacho kitapungua kutokana na kutopata supply ya mafuta ya kutosha. Kwa hiyo hii vita itakuwa na athari kubwa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo economic depression, yani anguko la kiuchumi la dunia ambavyo litatokea. Labda vitu ambavyo ni faraja vinavyotokea, tunawaona kama mshirika mkubwa wa Marekani ambaye ni Uingereza, yeye amegoma na kukataa na kutoa kauli hadharani kwamba yeye haoni manufaa ya kushiriki hii vita. Na hii watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wengi waelewe kwamba hakuna vita ambayo mtu anapigana kwa sababu tu labda yule anaonea watu au yule ni mkorofi. Marekani anapigana vita nyingi ambazo anapigana ili zimuimarishe kiuchumi. Kwa sababu leo akiishika Irani na akaweka kiongozi ambaye ni kibaraka wake, yeye anajihakikishia kiasi kikubwa kwamba mafuta mengi ya Irani atayanunua yeye kwa bei anayotaka yeye, au atayachimba na kuyachukua kwa namna ambavyo anavyotaka yeye. Kwa kuna watu wanamuona kama Marekani ni mtu muhimu sana, wa maana sana, lakini ana namna ambavyo anachezesha hivi vitu katika level ya kujinufaisha yeye. Kwa hiyo kwa sababu sisi wa Afrika kitu kikubwa ambacho tulichoachiwa ni kuomba maombi, ndio kama tunaonaga kimbilio letu kubwa, basi tumuombe Mungu atusaidie hii vita iishi, lakini sisi ni waathirika wakubwa sana wa hii vita. Na kuna baadhi ya nchi pia ambazo zina uhusiano mzuri na Iran, hivi haziwezi kumshawishi kabisa akasikiliza hicho ambacho Marekani amejaribu kuitisha kwamba wakae chini wazungumze wamalize haya? Hakuna nchi ambayo inaweza kumshawishi kabisa na akakubali? Hapa kuna nadharia mbili katika hilo ambalo nalolizungumza. Iko nadharia moja ambayo watu wengi na wachambuzi wengi wa mambo wanasema kwamba kuna namna ambavyo Irani anasapotiwa na hizo nchi kubwa, ambapo hapa unamzungumza China, yes, na unamzungumza Russia. China ana mkataba wa miaka 25 wa kiulinzi na usalama ambao amesainiana na Iran. Kwa hiyo ili ambalo linalosemwa na namna ambavyo anamuunga mkono na lenyewe ni moja ya sehemu ambayo inawezekana kweli. Sasa kama anamuunga mkono, anamkatazaji kuendelea na hiyo vita. Kwa hiyo unaweza usimuone China pale Irani akipigana, lakini kuna namna ambavyo anampa silaha na makombora na teknolojia katika namna ya kuweza kuendelea kupambana. Kwa vita obviously huwezi kuiona ikisimama. Lakini kuna nadharia nyingine ambayo inasema kwamba Marekani na Russia wana namna ambavyo wanafurahi Marekani anavyompiga Irani, au Marekani na Israel wanavyopigana na Irani. Kwa nini? Wanasema kwamba wao wanapata legitimacy, yani wanapata uhalali wa kisiasa katika geopolitics, katika siasa za kidunia na wao, kwa sababu ukumbuke Russia ana mgogoro na Ukraine na tayari alionekana kama anamuonea. Kwa hiyo hiki kitendo cha Marekani na Israel kuja pale Irani na kumpiga, tayari na wao wanapata uhalali wa kuendeleza vita na Ukraine. Lakini pia China ana mgogoro wa muda mrefu na Taiwan. Kwa hiyo mwisho wa siku kitendo cha Marekani kufanya anavyofanya ambavyo ni vitendo dhalimu, kwa na wao wanapata haki na namna ya legitimacy ya kisiasa ya kumpiga Taiwan. Kwa hiyo hilo na lenyewe lipo katika sura ya namna kama hiyo. Simuoni nani ambaye atakuja kuwa mediator mzuri wa hii vita, lakini mimi njia kubwa ni pale ambapo naona labda vita inaweza ikasimama, ni pale Marekani anapoona labda washirika wake wanapojiondoa katika ile vita, kama vile alivyoanza UK. Kwa sababu leo tayari hata falme za Kiarabu kuna namna ambavyo wameathirika. Na hili ndio jambo ambalo watu wengi wanajiuliza, kwa nini watu walitarajia vita hii itapigwa na pale Iran peke yake, lakini Iran unaweza ukamsifu kwamba naye amesema hapana, nipige marafiki. Kwa sababu pale Middle East Marekani ana karibu vituo vya kijeshi 19 na vituo 8 vikubwa: Jordan, Iraki, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Jordan. Hayo ni maeneo ambayo Marekani ana vituo vikubwa vya kijeshi ameweka pale. Kwa anawadhoofisha wale, lakini leo Dubai kuna namna ambavyo biashara imeathirika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ndege haziendi, haziruki, lakini hakuna mtu yote anaweza kutoka Afrika kwenda Dubai. Na tayari Wizara ya Mambo ya Nje ya hapa nchini kwetu Tanzania imetoa tamko kutahadharisha
aidha raia wa Tanzania ambaye yuko Falme za Kiarabu kuona namna yote ya kusafiri kurudi, kwamba bora abaki pale pale, wakati nchi au serikali ikiona namna nzuri ya kurejesha raia wake. Lakini pia imeweka zuio la namna ya kusafiri au tahadhari ya kusafiri kwenda katika Falme za Kiarabu. Kwa tayari biashara zetu za Tanzania au Afrika na pale Dubai au Falme za Kiarabu zimesimama katika muda ambao usiojulikana. Okay. Unaona hii vita inaweza ikaisha kwa kipindi cha hivi karibuni, kwa namna ambavyo unaona na namna ambavyo yanaendelea na vile ambavyo kumekuwepo, kuna statement zinatoka huku, ukiangalia kwanza Israel, Marekani na sehemu zingine pia. Sioni vita ikiisha haraka kwa sababu Irani ana hasira kitendo cha kuuliwa Ayatu pamoja na viongozi wengine. Jambo hili linamfanya Irani aseme liwalo na liwe. Kwa hiyo ndio maana unamwona kila siku akiamka asubuhi, usiku anaendelea na mashambulizi, kwa sababu yani anataka kuonyesha kwamba msirudie tena hiki ambacho mlichokifanya. Kweli tumepoteza viongozi, lakini na sisi tuna namna ambacho baadaye tutajivunia kwamba tuliwapiga, na mwisho wa siku kuwashikisha adabu wale ambao ni washirika au vibaraka wa Marekani ambao wanamsaidia. Kwa sababu leo Marekani asingekuwa na base na asingekuwa na ushirika pale Middle East, pia Marekani ingekuwa ngumu, kwa sababu angepaswa kupiga kutokea kwake Marekani, au alipaswa iwe Israel peke yake. Kwa vita ingekuwa kati ya Irani na Israel, huku Marekani akiwa mshirika wa Israel. Kwa hiyo kuna namna ambavyo labda Umoja wa Mataifa ambao na wenyewe Umoja wa Mataifa kwa Marekani ni kama vile bubu, ni umoja ambao huwa hauna tamko lolote, kwa sababu tukumbuke hata alivyoenda kumchukua Maduro hakuna kauli yoyote iliyotokea katika namna. Kwa Marekani leo ni kama mtu ambaye anaweza kwenda mahali popote na akafanya jambo lolote, na mwisho wa siku UN haiwezi kufanya jambo lolote. Kwa UN ni kama agent tu wa mataifa makubwa, haswa Marekani. Atafanya anachokitaka na hakuna ambacho kinaweza kutokea au kukemewa. Mimi nakushukuru sana. Asante sana kwa uchambuzi mzuri na tumeelewana vizuri sana, lakini pia naamini kwa yule ambaye anatazama basi amepata kile kitu ambacho alikuwa akifahamu kabisa, lakini tutakapokuhitaji tena tunaomba ushirikiano wako mkuu. Asante sana. Haya, asante kwa kutazama kupitia kwenye account yetu ya YouTube, lakini pia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii. Tumekuwa na wakati mzuri sana tukizungumza kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kiendelea, mvutano mkubwa sana kati ya Iran dhidi ya Israel pamoja na Marekani. Mimi naitwa Bernard, nilikuwepo na director Noah hapa nyuma ya kamera. Asante kwa kutazama, lakini pia usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV.